Dokta, huyu dada umegundua ana tatizo gani? Hapa nikiangalia vipimo vyangu, kwanza niulize dada, inawezekana kwenye familia yenu kuna mtu ashawahi kuugua kifafa labda? Hapa vipimo vyangu vinasema kwamba dada hana tatizo lolote. Lakini hana tatizo lolote. Lakini yawezekana akawa alikuwa na msongo wa mawazo, ama kuna kitu alikuwa anafikiria, ama kuna mtu anaweza akawa amekosana naye, kwa sababu huwa inapelekea sana hiyo mtu kupoteza kumbukumbu ama kuweza kuanguka ghafla. Sawa. Ndio. Sasa kuna nauliza kitu kimoja kwamba mwezi mkamcheki matatizo mengine au unaweza kupa kuna shida tofauti na hiyo ambayo umecheki hapo, au kampima vipimo vingine. Nafikiri kama nilivyosema awali kwamba vipimo vyangu vinaonyesha kwamba dada hana tatizo lolote. Kwa sababu nimeweza kumpima, nimetumia kila kipimo hapa, hali yake inaonyesha kwamba iko sawa. Ila ni maumivu tu madogo ambayo yatamfanya atakaa sawa. Lakini kama hamwamini vipimo vyangu pia, mnaweza mkaenda sehemu nyingine, mkaenda mkampima, mkamcheki. Nafikiri wataambia kwamba tatizo lake ni nini, lakini vipimo vyangu naviamini na vimeweza kuniambia hivyo kwamba hana tatizo lolote. Okay. Ndio. Sawa, nashukuru. Matatizo yenu ya ndoa nafikiri nayafahamu. Ndio. Na changamoto ulizopitia. Na nilikuwa nimefika mahali nimeyakatia tamaa. Mwenyewe kwa kweli hapa mwenyekiti, nilipofikia sielewi nifanye nini. Yaani sielewi. Na ukiangalia mke wangu kipindi anapotea alikuwa na mtoto wangu. Na mpaka sasa sielewi mtoto wangu yuko wapi. Yaani hata ugali nashindwa kula mzee. Yaani nimechoka. Nimekuja kwako kama mwenyekiti, niombe ushauri nifanyeje. Sasa kama mwenyekiti, mimi ushauri wangu, cha kwanza, huyo mwanamke achana naye. Waswahili wanasema kwamba mpenda kupendaye, na mwachana naye asiye kupenda. Wanawake wa siku hizi watabiriki, labda ameolewa huko aliko. Swala la mtoto tafuta kwa undani zaidi, labda amemwacha kwa bibi yake. Vipi? Kwa sasa naweza nikaoa mwanamke mwingine? Kwa sasa mimi ninavyoona, ungevuta subira kidogo, kwa sababu ulikuwa na matatizo haya. Tena uingize hili. Mimi nakushauri kama mwenyekiti kwamba vuta subira kidogo. Asante sana mzee kwa kunipa ushauri, nimekuelewa, ushauri wako ni mzuri. Nashukuru sana kwa ushirikiano wako. Sera. Hiki ni nini? Unachekesha kweli. Yaani kitu ushike alafu uniambie mimi hiki ni nini? Labda mimi nikuulize wewe, hicho ni nini hicho kishika? Nimekikuta kitandani kwetu. Sikia. Hapa duniani kuna vitu viwili ambavyo huwa vinaabudiwa. Kuna Mungu na Shetani.
na kama umechagua shetani, kaa ukijua kwamba kuna kalama utailipia. Wow, amazing, inavutia kweli. Yaani kitu ushike wewe afu mnao hatuja kunisingizia mimi. Una akili kweli wewe? Wewe sikia. Hebu niachie wewe. Sikia. Na kama familia yangu itazurika, kaa ukijua kwamba na wewe utazurika. Kivipi? Unajua mwenyewe. Usiogope, nimekuja kwa ajili yako. Wewe naomba nisaidie. Ndio maana nimesikia kilio chako, ndio maana nimekuja hapa kwa ajili ya kusaidia. Baba yako anakutafuta nyumbani, pita njia hii hapa. Tuachane na hayo. Kuna jambo nimekuja nalo kabambe. Mpango gani tena huo? Maana nawe haupoi. Yaani nataka nimnyoshe yule mwanaume. Nataka nimkomeshe. Nimuonyeshe kwa wanawake tunaweza ukiamua jambo lako. Na hapa sipoi. Sirudi nyuma, nasonga mbele. Rafiki yangu. Hivi ulishasikia wapi mwanaume ananyoshwa? Eti unataka kumkomoa mwanaume? Hivi unamkomoa mwanaume au unajikomoa mwenyewe? Tajulikana huko kwa mbele ya safari. Kwa namkomoa yeye au najikomoa mimi? Ila jambo langu lazima litimie. Rafiki yangu, sikia nikwambie. Wewe sasa hivi ni mama familia. Yaani umekuwa na familia yako sasa hivi. Alafu umeshakuwa mtu mzima. Huo ujinga unaotaka kuufanya huo, mimi hata sikushauri. Yaani achana na huo ujinga unaotaka kuufanya. Siwezi kurudi nyuma. Nasonga mbele. Kama nilivyokuambia, nimeamua. Yaani sipingwi. Yaani mimi nikiamua jambo, lazima nitekeleze. Sawa. Mimi nimekuelewa. Ila kaa ufikirie. Kabla ya kufanya huo ujinga unaotaka kuufanya, fikiria kwanza mara mbili. Ukifikiria afu ndio ufanye hicho unachotaka kufanya. Mimi sikushauri. Yaani mimi kama rafiki yako sikushauri ufanye huo ujinga. Sikushauri hata kidogo. Angalia, mbeleni naweza ikaja kukugharimu sana. Sawa rafiki yangu. Ila mimi nilikuwa napita zangu huko nikaona nije hapa nikujulie hali. Mkuu, kuna nini? Mbona umenikasirikia? Unaniuza kile tu kwamba nimekasirikia. Unajua ulichokifanya? Sijui, ndio maana nauliza. Haujui.